Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya leo samedi le 10 janvier 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo, tutawaambia kuhusu ambush ama ambiskade ambayo wazalendo walifanya zidi ya magari ya wasi wa M23 yaliyokuwa yakitokea maeneo ya Kamanyola yakielekea Uvira. Walipofika Runingu pale Mikamba Moplene de la Ruzizi, walishambuliwa na wazalendo. Majipe tatu ya M23 ya kachoma moto na wanajeshi zaidi ya 37 wote wakapoteza maisha yao. Tutawaambia mengi kuhusu ambushi hiyo ambayo wazalendo walifanya. Upande mwingine tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritware ya Kale. Teritware ya Kale ya mapigano makali kati ya wazalendo na jeshi la Kongo wakipigana na wasi wa M23 yanaripotiwa ndani ya eneo ya Katasomwa. Nadhani kwamba mnaijua kabisa. Tutawaambia mengi kuhusu mapigano hayo na tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Mzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, na muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu kwa wakati za asubuhi, za mchana pia na magharibi. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko pale chini ya titre, pale mu description njo kwenye utapata lie yetu ya grupe ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita Moplene de la Ruzizi. Hapo ni mu territoire ya Uvira kwenye wazalendo walifanya ambush zidi ya wanajeshi wa M23 waliokuwa wakitoka Kamanyola. Jipe tatu zikalunguzwa, wanajeshi wote wakauawa papo hapo. Ilikuwa saa saa 4 asubuhi ya leo. Ilikuwa ni asubuhi. Wanajeshi wa M23 walitoka ndani ya mji wa Bukavu wakaelekea njia ya Kamanyola, wakapita Nyangezi, wakapanda Kamanyola. Apre kufika Kamanyola wakashuka rute yote ni numero 5 ile ambayo inaelekea Uvira. Walipofika ndani ya sheferi ya Bafuliro, eneo ambayo inaitwa Runingu, walijikuta kabisa mo ambiskade ya wazalendo. Jana waasi wa M23 walikuwa wamerenforce mjini Uvira. Tuliwaambia kuhusu renfort hizo, na siku ya leo walikuwa wakiendelea kuwapeleka wanajeshi kutoka Bukavu wapeleke Uvira. Wanajeshi hao kutoka Uvira siku ya leo, wazalendo walipata hizo taarifa ya kwamba kuna jipe tatu za M23 ambazo ziko ndani wanajeshi na vifaa ambavyo vinaelekea mjini Uvira. Wazalendo ndipo walielekea pale Runingu, wakajificha kabisa ndani ya misitu, donc wakafanya mtego pale ili wasi wa M23 wakati watakapofika pale washambulie wote. Wanajeshi wa M23 kama vile wazalendo walivyoandaa. Wakati walifika Runingu, au hakukuwa na habari ya kwamba wazalendo wako pale. Eneo ya Runingu pale Mikamba iko Moplene de la Ruzizi karibu na Kiliba. Nadhani kwamba eneo ya Kiliba mnaijua, hapo njo kwenye wasi wa M23 walianguka mo ambush. Hapo walipofika eneo sasa ya Runingu, walijikuta wamezingirwa na wazalendo. Wazalendo walishambulia zile jipe tatu
hizi makonvoi, donc jipe ni makonvoi, walizishambulia zote wakazilunguza. Wanajeshi wa AFC M23 waliotaka kuponyoka wote walijikuta hakuna kwa kwenda, kwa sababu walikuwa wameingia kabisa katikati ndani ya mtego wa wazalendo, donc ndani ile ambush, na papo hapo walichokutana nacho ni cha mtemakuni, wote waliwawa hapo. Wazalendo baada ya kufanya ile ambush wakaondoka hapo, wakarudia ndani ya pozisio zao mu maeneo ya Kaziba huku kule mu Uvira tuzoro kule yulu mu maeneo ya Kaziba njo kwenye walirudia hapo. Wazalendo walifanya ile ambiskade wakiwa wameipanga vizuri. Maeneo hayo ambayo walifanyia ambush ni maeneo ambayo yako mikono ya wasi wa AFC M23. Mnavyojua kuanzia Kamanyola unashuka vers maeneo ya Katogota, Luvungi, Sange unashuka Kiliba unaelekea Uvira. Zile eneo zote ziko mikono ya wasi wa AFC M23 na ni eneo ambazo ziko ni eneo ambazo ile route nationale numero 5 inapita ndani, na njo kwenye walikuwa wakipita kwa sababu ile route njo yenyewe inafika Uvira ukitoka Kamanyola. Hizo eneo sasa wazalendo walikuwa wamepanga ile ambush vizuri, kwa sababu kufanya ambush tena mu maeneo ambayo wasi wako ndani, unasikia ni vitu ambavyo kabisa walikuwa wameviandaa, walikuwa wanajua ni wapi ambapo waasi hao hawako, walikuwa wanajua kwenye AFC M23 na installer position zao, donc walikuwa na taarifa zote za jinsi AFC M23 inajiinstaller kule, na wakaenda sasa jificha pale kwenye AFC M23 haiko, na njoo wakafanya ile ambush ikawaangamiza wanajeshi wengi wa AFC M23, zaidi ya wanajeshi 37, donc 37 soldat wa AFC M23 wote walipoteza maisha yao. Gari zao 3 zikachomwa moto, gari za aina ya jipe, zile convoy ambazo wanazitumikishaka wakijideplace mu maeneo tofauti. Hayo ndiyo mambo ambayo AFC M23 ilikutana nayo kule maeneo ya Runingu wakati wa ambush ambayo wazalendo waliifanya, na apres wazalendo kufanya ile ambush walirudia mu mapozisio yao, kwa sababu pale ni mu maeneo ambayo yanaongozwa na waasi wa AFC M23. Matokeo ndiyo hayo ya ile ambush pale maeneo ya Kiliba. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja mu territoire ya Kalehe, toujours mu province ya Sud Kivu, kwenye mapigano makali yaliripotiwa ndani ya Katasomwa mu haut plateau ya Kalehe wanaoijua njo territoire ya kwanza ukitoka Nord Kivu kianzia Minova. Après Minova pale deja ni kuingia mu Kalehe. Territoire ya Kalehe njo ya kwanza, njo yenye AFC M23 ilianzaka kukamata kwa mara ya kwanza, ikashuka vers Kavumu. Deja hapo ni Kabare ambayo walikuwa wameingia ndani paka Bukavu, wakaendelea kwa avance mu territoire ya Kalehe. Kuna maeneo tuzo yanayokaliwa na FARDC pamoja na wazalendo, maeneo yanayokuwa ngambo za Katasomwa kuelekea mu territoire ya deja ukitoka pale ni Mkabare na kule Shabunda. Hapo Katasomwa sasa siku ya leo wazalendo na FARDC tena waliatakea AFC M23. AFC M23 ilishambuliwa vikali asubuhi ya leo kuanzia saa 3. Wazalendo na FARDC waliwasha moto zidi ya nafasi hizi zinazokaliwa na wasi wa AFC M23 katika ngome za AFC M23. Hapo Katasomwa kulikuwa kukianguka ndani mabombe za hapa na pale, ambapo vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba ngome za AFC M23 pale Katasomwa zililunguzwa na kuchomwa moto na maartillerie za FARDC pamoja na wazalendo. Hali iliendelea kukua tete sana kutokana na mapigano makali yaliyokuwa yakiendeshwa na FARDC pamoja na wazalendo zidi ya ngome za wasi wa AFC M23 hapo Katasomwa. Wasi wa AFC M23 ndani ya Katasomwa nao walianza kushambuliana na FARDC. Mambo yakaendelea kukua mabaya, ikafika mchana wa leo na mapigano yanaendelea mpaka saa za jioni ya leo ambapo tuko naongea,
mapigano yanaendelea kusikika hapo Kadasomwa. FARDC na wazalendo walilancia atake contre AFC M23 pale ili wairekipere Kadasomwa, eneo ambayo walikuwa wameipoteza ndani ya siku chache. Je pense ni wiki iliyopita njo wazalendo na FARDC walikuwa tena wamepoteza Kadasomwa baada ya kuwa walikuwa wameirekipere ndani ya mwezi wa 11. Nadhani kwamba wanaoendelea kuzifuata habari zetu kila kinachoendelea kwenye uwanja wa vita wanakijua. Kadasomwa wazalendo walikuwa walisha irekipere mwezi ya 11 apres 3 semaines AFC M23 tena ikaikamata. Siku ya leo encore FARDC na wazalendo waliatake hapo depuis 9h du matin na mpaka jioni ya leo. Mambo iko hatari kabisa, ni kivumbi na jasho, yani nitasema ya kwamba ni vuta ni kuvute kati ya AFC M23 na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo hapo. Hali halisi kutoka hapo mpaka jioni ya leo ni mapigano yanayoendelea kati ya pande mbili. Wakaji walikimbilia msituni, wengine waliokuwa kabisa ndani ya nyumba zao wakafunga milango na kubakia chini ya kitanda kwa sababu hali ilikuwa imeharibika. Na mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. AFC M23 iko na shambuliwa pale na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wanataka warekipere Kadasomwa. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari kutoka hapo. Kama kawaida tutakuja kuwaambia matokeo kama FARDC na wazalendo watarekipere eneo hiyo ama kama watakuwa repousse. Hayo yote tutakuja kuwaambia kabisa. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya territoire ya Uvira tuzuru mo maeneo ya Kigongo axe Kabimba kwenye mapigano makali yalianza upya kati ya FARDC na wazalendo kuanzia saa 4 hapo. Ndani ya taarifa zetu za mchana wale tuliwaambia kinachoendelea. Hali ingali tete sana. Wazalendo na FARDC wako napigania karibu na Kabimba ndani ya vilima vya Kigongo mu mapozisio ya FARDC. AFC M23 iko na washambulia ikitokea Kabimba. Pale Kabimba AFC M23 nayo inashambuliwa na FARDC na wazalendo kutoka mo maeneo ya Kigongo mule mapozisio ya FARDC. Hali inaendelea kabisa kukua mbaya, donc mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Tutaendelea tuzuru kwa kufuatilia habari za mapigano hayo kwa karibu ili kuambia matokeo baadaye. Mji wa Uvira ambao uko mikono na AFC M23 unaviziwa sana na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Je pense que ça fait 1 mois na mapigano yako na ripotiwa maeneo ya Kigongo. Wakati FARDC na wazalendo walikamataka Makobola, eneo mbili za Makobola ya kwanza na ya pili pale mu territoire ya Fizi kwenye AFC M23 walikuwa wamefika. Baada ya kukamata mji wa Uvira, waliendelea kufanya vita wakisonga mbele ili waendelee kukaribia mji wa Uvira, wakaendelea kuavance. Ilipofika pale Katongo sasa pale Kigongo, vita ikasimama pale. AFC M23 nayo kinachoonekana hapo inatumikisha nguvu sana pale, iko na defendre mji wa Uvira, haipendi upoteze kwa sababu wakati FARDC walitoka Makobola wali avancer kabisa avec pression, vilima vya Lwanga vyote wakavirekipere, Katongo wakapiga AFC M23. Ilipofika sasa Kabimba ikakuwa tena kivumbi na jasho. AFC M23 ikakataa nayo kuvuka hapo. Mji wa Uvira ungali mu mikono ya AFC M23. FARDC inabakilia ngambo ya Kabimba pale muvilima vya Kigongo. Deja ni 6 kilometre na mji wa Uvira, donc 6 à 5 njo pale kwenye wako kuanzia Kabimba vers Kalundu pale mjini Uvira kuile poro. Ni AFC M23 ambayo iko hapo. Hali halisi ni hiyo, mapigano yanaendelea. Wazalendo na AFC M23 wako mvita. Kuna kitu ambacho mnapaswa kukijua, vita haiko blagi, vita haiko mchezo. Vita kuna tumikaka kabisa akili na mbinu tofauti. Donc ili kuganye vita, nasema haya kwa sababu
Nilipata message mingi wakisema no, mbone vita inabakilia pale Kigogo wakati AFC M23 ilikuwa imeshindwa kuanzia Makobola wako naipiga, mbone vita inasimamia pale Kabimba, mbone haijafika pale Plito, mbone haijavuka pale wakati FARDC na wazalendo wako offensive hapo ya 3 semaines, mbone hawajavuka pale kabisa. Iko nini? Nawaambia kwamba vita iko mchezo, vita ni kutumikisha nguvu na akili na mbinu tofauti. Hivyo wakati AFC M23 nayo pale isha resiste, haiko kusema vita kabisa utaenda na ukisha atake eneo utaavance kabisa bila kwanza kupiga ule ambaye mko napigana na kumfanya kimbia hapo. Wakati hajakimbia pale deja ingali vita, mwezi mkapakamata ile njoo vita sasa. Wangali wanapigania pale kama nilivyowaambia. AFC M23 nayo inaonekana kudefendre sana mji wa Uvira, kuanzia Kabimba haipendi ipoteze mji wa Uvira. Hali halisi kutoka kwenye shamba la vita hapo Uvira ndio hiyo. Nadhani kwamba kabisa mambo yote yanaeleweka. Tuendelee na taarifa zetu mbichi. Habari zetu tuwapeleke ndani ya territoire toujours ya Fizi hapo karibu na Uvira, kwenye boti ya Kongo iliyokuwa ikitoka Burundi ilizuiliwa jana Ijumaa na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo katika kijiji cha Mizimu. Hapo ni eneo la Fizi kama nilivyowaambia. Boti ya Kongo inayoitwa Kokade ikiwa imebeba abiria na bidhaa ilikuwa ikisafiri kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia lake Tanganyika ama ziwa Tanganyika, katika muktadha wa vita kati ya waasi wa AFC M23 na FARDC jeshi la Kongo. Trafiki hii ya ziwa ilionekana kuwa ya kutiliwa shaka, hivyo kuzuiliwa. Boti hiyo ya Okoka D ilikamatwa na wazalendo wakati ilikuwa ikitoka Burundi kwenda Kalemi, ikakamatiwa ndani ya kijiji cha Mzimu kwa sababu za uchunguzi. Simu na mali za abiria zilichukuliwa. Mwigizaji wa asasi za kiraia za eneo hilo alituambia hayo. Mbali na boti hii pia kuna boti nyingine iliyokuwa ikisubiri abiria wa boti hii ambayo pia imekwama hapo, aliongeza yule mwanajamii kabisa wa asasi za kiraia. Wakati huo huo, mamlaka ya mijini ya Baraka ilipiga marufuku kuanzia Jumatano juzi kuwekea boti kutoka Uvira kwa sababu za kiusalama. Uamuzi huo ulifanywa wakati wa mkutano wa baraza la usalama uliopanuliwa na kuwajumuisha wawakilishi kutoka eneo la wazalendo kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa jiji dhidi ya hatari zozote zinazoweza kutokea. Kutua kwa boti zinazotoka jiji la Uvira ni marufuku rasmi katika bandari ya Msimbaki na pia kwenye fukwe zote za jiji la Baraka. Vivyo hivyo kwa wale wanaotaka kwenda katika eneo iliyotajwa hapo juu. Uamuzi huu ulichukuliwa katika muktadha wa usalama usio na uhakika na kutokana na hali tete katika eneo hilo, haswa hatari za mienendo ya kutiliwa shaka na kupenya ziwani, inasema taarifa iliyosainiwa na meya wa muda wa mji wa Baraka Bibi Marie Mukanja. Tangu kukamatwa kwa mji wa Uvira na waasi wa AFC M23, hatua zingine kadhaa tayari zimechukuliwa ili kuzuia harakati katika eneo hilo. Hizi ni pamoja na marufuku ya trafiki kati ya majimbo ya Kivu Kusini na Tanganyika kupitia ziwa Tanganyika, ambapo hayo yalifungwaka mwezi uliopita wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wamekamata mji wa Uvira ili kuzuia infiltration na espionage huko Mtanganyika. Kwa sababu ile inakuwaka system ya AFC M23. Donc AFC M23 mwi vita ambayo wanapiganaka wanatumikishaka espionage sana. Donc ile njo ujanja yenyewe wanakuwaka nayo, wanatumikishaka kwanza infiltration. Waenvoyer watu kule kwanza kwenye wanapenda watake watu ambao watafika kule, wataona watu ambao kabisa ni wa kutoka huko, kwa sababu AFC M23 kuko watu wengi. Deja aujourd'hui AFC M23 iko ndani
matribi tofauti. Sasa kama ni Tanganyika inajua eneo hizi kuko tribizi, tutaenvoyer kule watu kama na hawa ili wafanye kazi hizo za kukua na nafuatilia kabisa habari za wazalendo na FARDC ginzi wako najiandaa, wajue position ziko wapi, waandae kama watake na waisha jua pale kwenye AFC plutôt wazalendo wako na FARDC, wajue wakijua pia nguvu zenye ziko pale, wajue watatumikisha mwai gani ili kuweza kuatake pale. Ile ni kitu cha kwanza chenye AFC M23 inatumikisaka. Kitu cha pili ni espionnage, le même idée. Donc wanatumikisaka watu kufika yale maeneo kwenye wanapenda waatake, ili wakati kabisa watakuwa na wameatake hao watu ambao wako huko, wao ndio wenyewe wako naongoza, kwa sababu watakuwa waisha jifunza tere vizuri kule kwenye wako deja. FARDC wako hapa, nguvu ziko hapa, mpango wa FARDC ni huyu, na wengi wao unajikuta deja wako na communication na wale wasaliti mwa FARDC. Ile ndio yenyewe AFC M23 inatumikishaka mwi vita. Na sema basi asante. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Nawashukuru sana, nikiwaomba kuendelea kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi, kusubscribe yani kujiabone, na kuendelea kucomment na kuzilike habari hizi pia, na kuendelea kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp kupitia link ambayo iko hapo chini ya titre. Nawashukuru sana, tupatane ndani ya habari zifuatazo za asubuhi. Merci beaucoup.